وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehema kipenzi chetu si mwingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zangu, tunaendelea na darasa yetu kwenye kitabu ambacho tunasoma sisi watu dhaifu, watu wanyonge kabisa fillah, Mabadiul Fiqhiyya, na tupo katika kitabu cha kwanza katika swali linalosema madha taqulu ba'da tashahhudi al-akhir, unasema nini baada ya tashahudi ya mwisho? Jawab, usalli ala nabi sallallahu alayhi wasallam, ninamsalia mtukufu wa daraja, rehma na amani ziwe juu yake. Fa aqul, na ninasema Allahumma salli ala Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Ewe Mola wangu, ninakuomba shusha rehma juu ya mtukufu wetu Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, na ushushe rehma juu ya jamaa zake mtukufu wetu Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, kama ulivyoshusha rehma juu ya mtukufu wetu Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, na juu ya jamaa zake mtukufu wetu Ibrahim. Wabarik, na ninakuomba tia baraka ala sayyidina Muhammad, juu ya mtukufu wetu Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, na juu ya jamaa zake mtukufu wetu Muhammad, kama barakta, kama ulivyoshusha rehma, kama ulivyotia baraka ala sayyidina Ibrahim, juu ya mtukufu wetu Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, na juu ya jamaa zake mtukufu wetu Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Fil alamina, kwa viumbe, innaka, hakika yako ewe Mwenyezi Mungu, hamidun, ni mwingi wa sifa, majidun, tena mwenye kutukuzwa. Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kitabu hiki tunafundishwa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake nao wanaombiwa baraka na rehma, ili nao wawe kama Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, yeye na kizazi chake. Lakini tukija katika qasasun nabiyina, tutakuja kuona kisa cha Nabii Ibrahim mbele huko, yeye pamoja na familia yake, kuanzia mke wake Hajar, lakini vile vile na mwanae Ibrahim, na vile vile Bi Sara. Tutaenda kuona katika historia hii ya qasasun nabiyina. Akaendelea swali linalofuata, madha taqulu ba'da tashahhudi was-salati ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, unasema nini baada ya tashahudi? Ushasema tayari tashahudi, lakini tayari umeshamsalia mtume, rehma na amani ziwe juu yake pamoja na ali zake kwa ujumla. Sasa nini kinafuata? Jawab, jibu, anasema hivi, aqulu, ninasema Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri, ewe Mola wangu ninakuomba, ewe Mola wangu, mimi ninajilinda kwako kutokana na adhabu ya moto, kutokana na adhabu ya kaburi. Alikuanza Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri, ewe Mola wangu mimi ninajilinda kwako kutokana na adhabu ya kaburi, wa min adhabin nari,
na ninajilinda kwako kutokana na adhabu ya moto. Lakini si hivyo tu, wa min fitnatil masihi dajjal, na ninajilinda kwako na fitna ya masihi dajjal. Huyu kwa Kiingereza tulikuwa tunamuita mfuko wa jicho, masihi dajjal kule radhiyallahu anhu Rufaiya al-Mukarrama. Sheikh anajua kwamba kule ndio kuna watu kuuza kule. Kwa hiyo mfuko wa jicho au nani? Masihi dajjal. Kwa nini tusingekuwa tunaomba vile? Lakini dua hii tunaiomba katika swala, maana yake ni muhimu mno. Hakikisha hukosi kuiomba dua hii, kwa sababu huyu ni fitna kubwa katika ulimwengu, ni fitna kubwa kwa wanadamu. Huyu masihi dajjal, sinaeleka vizuri ndio maana unasema Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabin nari wa min fitnatil masihi dajjal. Na ninajilinda kwako na fitna ya nani? Ya masihi dajjal ambaye ni mfuko wa jicho. Unaendelea mbele, Allahumma ighfirli ma qaddamtu, ewe Mola wangu ninakuomba nisamehe mimi makosa niliyotangulia kuyafanya au ambayo nimeshayafanya, yale ambayo qaddamtu nimekushayafanya au qaddamtu nimeyatanguliza katika makosa hayo. Maana yake kuyatanguliza, hujayatanguliza kwa makusudi, bali imetokea umekosea, maana kaitwa kosa. Mola wangu ninakuomba nisamehe mimi madhambi niliyofanya ambayo nimeyafanya. Sasa wama akhartu, ninakuomba msamaha, ninakuomba unisamehe katika dhambi nitakazozifanya. Wama akhartu maana yake sema nilizochelewesha, hapana, nitakazozifanya. Ikitokea nimeteleza tena, basi waomba msamaha kabisa. Ndio vizuri. Lakini si hivyo tu, wama asrartu, na ninajilinda na ninaomba msamaha kutokana na dhambi niliyoifanya kwa siri, najiona peke yangu, hakuna mwingine. Wama a'lantu, na dhambi nilizozifanya kwa wazi. Kuna zipo ambazo umezifanya kwa siri na zipo ambazo umezifanya wazi. Zile ambazo umeona wewe mwenyewe, hakuna mwingine isipokuwa wewe na Allah tu amekuona. Na katika hili kuna mafundisho hapa. Dhambi ulizozifanya wewe ambazo hakuna aliyeona, bali unaamini kwamba Mwenyezi Mungu tu ndiye ambaye amekuona ukifanya dhambi hiyo, usimtangazie mtu. Dhambi hiyo iwe yako peke yako, nyamaza kimya, wewe mlilie Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye uliyemkosea. Haina haja ukatoka ukaenda kumwambia, unajua jana bwana nilifanya hivi na hivi bwana. La, takiwi sawa. Kwa hiyo dhambi ukikosea wewe, basi mlilie Mungu, muombe msamaha Mwenyezi Mungu akusamehe, na usimwalizie mtu mwingine kwa mimi nilifanya dhambi fulani bwana. Maana mwingine anasema mimi naoma. Unajiona wewe ni abakaria katika madhambi, unajiona wewe ndio wewe mwamba kwenye kukosea. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man athnaba wa huwa yadhaku dakhala an-nar wa huwa yabki. Yeyote yule mwenye kufanya dhambi alafu akaupwa na furahi, wa huwa, hali ya kuwa ni hali ya kuwa anafurahi kwamba anafanya dhambi, dakhala an-nar huwa yabki, ataingia motoni mtu huyu kwa anafanya analia. Yani haamini tunaingia motoni hivi, kumbe ndo tayari nimesha. Hebu niambie, unafanya mtihani wa taifa, alafu siku ya kupata matokeo yako, iwe umefaulu au umefeli, jinsi utakavyokuwa
hali yako itakapokuwa unajionaje? Mimi tunaenda form 5 au mimi tunaingia form 3 kumbe. Yaani hata uamini ukijiangalia mwenyewe kidogo labda ulipo hopeless. Sasa muamini mimi ndo naingia form 5 mimi naingia form 3. Nishapita bado mwaka mmoja tena mama. Ndio hivyo unahesabu bado mwaka mmoja. Lakini vile vile ukifeli kumbe tunarudia darasa. Narudia pepe la 4. Yaani huamini yani. Leo dakhala an-nar wa huwa yabki, ataingia motoni huku haamini tena analia kwa kile kilichotokea. Lakini tayari hukumu imeshapita na wewe ndio maisha yako uliyojichagulia. Nafahamu kwa uzuri hapa. Kwa hiyo tumuombe sana Mwenyezi Mungu atusamehe makosa yetu na ayafute kabisa. Siishie kutusamehe tu lakini asifute. Tumuombe atusamehe lakini yule afanyaje? Ayafute. Ndio namwambia Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabin nari wa min fitnatil masiihid dajjal. Sawa eh? Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dhambi zilizofanya kwa wazi. Anta al-muqaddim, wewe ndio wa kwanza au wewe ndio wa tangu. Wa anta al-muakhir, na wewe ndio wa mwisho. La ilaha illa anta, hapana mola wa haki isipokuwa wewe. Faghfir li, asinakuomba nisamehe mimi. Maghfiratan, tena nakuomba nini? Msamaha. Maghfiratan min indika, msamaha utokao kwako. Warhamni, na unihurumie mimi. Innaka antal ghafurur rahim, kwani wewe antal ghafuru, wewe ni mwingi wa kusamehe, si ndio wewe ni mwingi wa kusamehe. Arrahim, mwenye huruma. Kisha unamalizia Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ewe Mola, tunakuomba tupe sisi duniani mambo mema, mambo mazuri. Wa fil akhirati hasana, na akhira utupe mambo mazuri. Wa qina adhaban nar, lakini kubwa kuliko yote nini? Na utukinge sisi na adhabu ya nini? Adhabu ya moto. Mwenyezi Mungu atulinde na atusamehe makosa yetu. Tunaenda wapi? Al-ghusl. Inasomaje somo? Kitabu cha pili nini? Na wakati baada ya somo gani? Kam nawaqidul wudu'i, kam vingapi au mangapi yenye kutengua udhu? Kam nawaqidul wudu'i, vingapi vitenguzi vya udhu? Jawab, nawaqidul wudu'i khamsatun, vitenguzi vya udhu ni vitano. Al-awwal, kitenguzi cha kwanza, al-khariju min ahadi sabilain, chenye kutoka katika moja ya njia mbili. Al-khariju min ahadi sabilain, chenye kutoka katika moja ya njia mbili. Athani, na kitenguzi cha pili, an-naumu, kulala. Ghaira mumakkini maq'adahu, ghaira mumakkini maq'adahu,
pasi na kuambatanisha makalio yake, minal ardi na ardhi. An-naumu, kulala, ghaira mumakkini, kinyume cha ulalaji wa yule ambaye, ghaira mumakkini, kinyume cha yule ambaye anaambatanisha makalio yake, minal ardi na ardhi. Athalithu, ya tatu, zawalul aqli, kutoka na akili, bisukri, kwa sababu ya kulewa, au jununi, au kupata uchizi, au ihmai, au kupoteza fahamu. Ihmai wengine wanaita kifafa, sawa, au kupoteza fahamu. Arabi, na kitenguzi cha 4, lamsul mar'ati al-ajnabiyya, kumgusa mwanamke wa kando. Al-khamis, kitenguzi cha 5 na cha mwisho, masu farjil insani, kugusa utupu wa mwanadamu, bibatinil kaffi, kwa kutumia tumbo la viganja. Mbele utaenda kuona vitabu vingine, au bibutunil asabi'i, au kwa matumbo ya vidole. Tumbo la kiganja ni hili, unaona? Hichi ndio kiganja, sawa, tumbo lake ni hili. Ukiambiwa au bibutuni raha, au bibutuni asabi'i, sawa, bibatni raha, kwa tumbo la kiganja, ndio raha, batni al-kaffa, al-kaffi, sawa, kwa tumbo la nini? Lakini matumbo ya vidole ndio haya, na mgongo wa vidole ndio mgongo wa kiganja, ni sawa, ndio kuona. Maana kuruhatul wudhu'i, ni mambo gani ambayo ni kinyaa katika udhu? Maana kuruhat ni yapi? Ni mambo gani yanayochukiza katika udhu? Al-israf, jawabu amekuja moja kwa moja. Al-israfu fil ma'i, kufanyaje? Kumwaga maji, kufanya israf fil ma'i, katika maji, maana kumwaga maji mengi. Watakallumu bighairi dhikri, na kuzungumza hovyo basi na dhikri. Wal isti'anatu alayhi bi akhara, na kuomba msaada wa kumwagiliziwa ni maji na mwingine, au na mtu mwingine, kumwomba msaada mtu mwingine. Sual, ma alladhi yahrumu ala al-muhdithi hadathan asghar, ni mambo gani ambayo yanaharamishwa kwa mtu mwenye hadathi? Yule mwenye hadathi, tena hadathan asghar, hadathi ndogo. Mtu mwenye ana hadathi moja, lakini vile hadathi ni hadathi ndogo. Sasa mtu huyu anaharamishwa kufanya jambo gani? Elewana hapo. Anaharamishwa jambo gani? Anasema yahrumu alayhi, inaharamishwa juu ya mtu huyo kuyafanya. Sawa, namba 1, as-salat. Kama una udhu, maana au una hadathi ndogo, basi ni haramu kufanyaje? Uswali. Namba 2, wa tawafu, na kufanya tawafu, kuzunguka Kaaba, tawafu. Wa masul mashafi, na kugusa mashafu. Wa hamluhu, na kubeba kabisa. Sawa, umeugusa dhambi, umeubeba dhambi. Sawa, lakini ikitokea ni dharura, kwa sababu watu sheria nasema at-daruratu tubihul mahdhurat. Sababu tutaona mbele kwenye vitabu vingine, ikitokea ndio hakuna namna, kuna udhu lakini hakuna namna, ulimsafu ima watakuteketea na moto ama kuloa, watiko ufanyaje? Ya kuona somo la udhu limeishia hapa.
Nakuja kwenye kitabu cha 3 kurasa hukmul masbuq, hukmu ya maamuma aliyetanguliwa au hukumu ya aliyetanguliwa kwenye swala. Idha adraka al-imama wa huwa raki'un yarka'u ma'ahu wa tasqutu anhu al-fatihatu wa tuhsabu lahu ar-rak'atu in itma'anna ma'a al-imam. Sikiliza vizuri hapo na uelewe. Namba moja nasema katika hukumu ya masbuq, idha adraka al-imama wa huwa raki'un, atakapomdiriki imamu hali ya kuwa yeye hali ya kuwa ni mwenye kurukuu. Imamu wa huwa imamu, sawa, kampata imamu, lakini imamu ni mwenye kufanyaje? Ni mwenye kurukuu. Wa huwa raki'un, hali ya kuwa yeye ni mwenye kurukuu. Nini afanye? Yarka'u ma'ahu, anarukuu. Yarka'u ma'ahu, anarukuu pamoja naye. Idha adraka al-imama, atakapomdiriki imamu, wa huwa raki'un, hali ya kuwa imamu ni mwenye kurukuu. Yarka'u ma'ahu, basi naye atafanyaje? Atarukuu pamoja na imamu. Wa tasqutu anhu al-fatiha, na itasameheka kwake yeye nini? Fatiha itasameheka. Sasa lakini watuhsabu lahu rak'atu, na atahesabiwa kuwa ameipata rakaa. Tena si hivyo tu, ameweka sharti hapo, initma'anna ma'al imami, ikiwa atapata utuvu pamoja na imamu. Kafika pale kaunga sala, Allahu akbar, Allahu akbar, imam baada ya rukuu kapata initma'anna. Sio ile wakati anaenda kurukuu imamu ndo kanyanyuka, kuona kaida fulani akupata utulivu hapa. Initma'anna ma'al imam, sawa. Ikiwa atapata utulivu pamoja na imamu wake, hiyo ilikuwa namba moja. Namba mbili, idha adraka al-imama fil qiyami, atakapomkuta imamu au atakapomdiriki imamu katika kisimamo, lakini yeye raka'a qabla an yutimma al-fatihata, lakini yeye huyo imamu raka'a, akarukuu qabla an yutimma al-fatihata, kabla yeye huyu maamuma aliyeunga swala hajatimiza suratul Fatiha, hajamaliza. Yarka'u ma'ahu, na atafanyaje? Atarukuu. Idha lam yastaghil bi du'a'i al-iftitahi, sawa. Lakini atarukuu pamoja na imamu ikiwaje? Idha lam yastaghil, ikiwa hakujishughulisha mtu huyu maamuma bi du'a'i al-iftitahi, na dua ya ufunguzi wa swala, au ta'awudhi, au hakujishughulisha na a'udhu billahi. Wa tasqutu anhu ma baqiya min al-Fatiha, na atasamehewa, itasameheka kwake zile aya zilizobakia. Ma baqiya min al-Fatiha, sehemu iliyobakia katika nini? Suratul Fatiha. Hiyo namba mbili. Namba tatu anasema idha adraka al-imama fil qiyami, atakapomdiriki imamu katika kisimamo,
washtaghala bidu'ai al-iftitah, yakajishughulisha kusoma dua ya ufunguzi wa swala, au ta'awudhi au a'udhu, faraka al-imamu, imamu akaruku, qabla an yutimma al-fatihata, sawa, kabla yeye maamuma hajamaliza suratul Fatiha, sawa, takhallafa biqadri zaman, atamkhalifu kwa kiasi cha zama alladhi sarafahu, ambacho atakachotengana naye, fi qiraati du'ai al-iftitahi, katika kusoma dua ya ufunguzi wa swala, au ta'awudhi au fa in adraka imamahu, na ikiwa atamdiriki imamu wake, fi ruku'i, sehemu gani? Katika rukuu, adraka rak'ata, basi atakuwa ameidiriki rakaa. Wa in i'tadala imamuhu, na kama atanyanyuka, ataitidali imamu wake, qabla an yarka, kabla yeye hajarukuu, fatatuhu rak'a, itakuwa imempita nini hiyo rakaa. Kuwa hadhir na mimi, itakuwa imempita nini rakaa. Narudia, fa in adraka imamahu fi ruku'i, kama atamdiriki imamu wake katika rukuu, adraka rak'ata, atakuwa ameidiriki rakaa. Sawa. Wa in i'tadala imamuhu, kama ataitidali imamu wake, kabla an yarka, kabla imamu hajafanyaje, hajarukuu, fatatuhu rak'a, iwe itakuwa sala rakaa imfanya imempita. Sasa itakuwa imempita, imemkosa rakaa, imempita. Hata baada ya imamu kutoa salamu, wa in sajada imamuhu, na kama atasujudu imamu wake, kabla faraghihi, kabla ya kumaliza kwake, batala salatuhu, sala yake itakuwa imebatilika. Maana mtu atakikuwa mukassir kiasi hiko, wewe mpaka imamu anafikia kusujudu, wewe bado uko pale pale, wewe illam yanwi al-mufaraqa, ona tena itakuwa imebatilika swala yake ikiwa hakumnuia imamu, kwa hakunuia kumfanya kumwacha imamu, hakunuia kumwacha imamu, basi swala yake itabatilika. Lakini kama atanyamaza kimya, atajua bado yuko na imamu tu, basi imamu anaswali, wewe swala yako imebatilika kabisa, unajua kwamba uko na imamu. Na watu wengi sana haya hawayajui, na ukiweka darasa katika misikiti watu waeleze, hawasomi, hawataki. Sema mbona huyu anajua kutufundisha sisi? Sisi tunayajua kabla hujazaliwa. Waulize sasa kipengele hiki, wengi sana hao wanafeli katika hilo. Lakini maasafi shadidi, watu wajuaji. Mshasibu naibu zamanuna wal aibu fina, kama hivi. Sema siku hizi mashehe wenyewe wanataka hela, kitaka kusoma kwao walipe. Ukifika darasa msikitini, mtu anaona aibu kusali darasani ndio kusoma, au anajua muda wa darasa lile mara nyingine kwa saa 10 darasa la asiri, yeye atakaenda kacheze bao, kacheze karata, kanywe kahawa ndo bila yao, atapata nafasi ya darasa. Hawezi. Kina mama nao ndo bila yao ya vikao vyao vya nini vya mikoba, si mikoba najua gani yenyewe. Sasa ni vizuri wewe unayesoma katika lika hili ukayaweka akilini na ukawa unayafanyia kazi, unakuwa nayo. Mtume sallallahu anasema, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillahu, watu aina 7 watafunikwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu, siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha nani? Cha Allah. Hakutakuwa na kivuli chochote. Mmoja katika hao, washabun nasha'a fi ibadati llah
So fi ibadatillah ay fi ta'allumi dinillah, amekuwa hivyo anafanya ibada na kusoma. Kusoma si ibada nayo? Fi ibadatillah, amekulia umo anasoma, amekulia umo anaswali, amekulia umo anafanya mambo mema. Washabun nashaa fi ibadatillah, kuwa nayo hayo unayosoma, unaenda nao na kuwa nayo hayo. Tena kadri siku zinavyokwenda unaongezeka maarifa. Leo unasomeshwa na mimi mwalimu alifbetf na kusomesha mimi, lakini maarifa yako yatakuwa makubwa kiasi kwamba mimi siwezi kusomesha kitabu kikubwa zaidi ya mabadi fiqhia. Unaenda kwa mwalimu mwingine ambaye mustawa wake uko juu, au unaenda kwenye markazi mahadi ziko, unaenda kuongeza maarifa yako ili upate kuyaishi yale unayoyasoma, ili kwanza ukapata radhi za Mwenyezi Mungu, huenda nawe ukapata bahati ya kufunikwa kwenye kivuli chake ya Allah. Kusoma leo hii tunafanya maskhara, tutakuja kujutia nafasi hii kesho mbele za Allah. Tunafunga katika kitabu hiko cha mabadi al-fiqhiyya. Sasa tutaingia kwenye qasasun nabiyina, huku tukijiandaa kusoma safina na sira. Taangalia na ratiba inayokwenda. Ama kwenye qasasun nabiyina tupo wapi? Chap. Al-waqtu malun wa huwa afdal min ad-dahab. Yusuf fil bi'ri, tulitoka ila al-ghaba amama Yaqub, ndio sasa tunakuja kwenye Yusuf fil bi'ri, Yusuf akiwa kisimani. Waraja'a al-ikhwatu ila al-baiti, na walirejea ndugu zake Yusufu wapi? Nyumbani. Wataraku Yusufa fil bi'ri, na wakamwacha Yusufu kisimani, ndani yogafu makani, ndani kabisa kisimani kwenyewe. Wa akala al-ikhwatu ta'ama, ndugu zake wakala chakula. Wanamu ala al-firashi, na wakalala kwenye matandiko yao, magodoro, vitanda. Sawa Wa Yusufu fil bi'ri, na wakati huo Yusuf yuko wapi? Kisimani. Wamemtupia umo na wamemwacha umo. Wala firasha, sawa na kisimani hakuna nini? Hakuna tandiko, hakuna godoro, wala ta'ama, na wala hakuna nini? Na wala hakuna chakula. Wanasiya al-ikhwanu Yusufa, na wakasahau ndugu zake Yusufu, wakamsahau Yusufu. Wanamu, wakalala, rahan mustarihan, wakiwa na raha tena na amani kabisa na furaha. Allah. Wama nama Yusufu, lakini Yusufu hakulala. Wama nasiya ahada, na hakusahau chochote, hakumsahau yeyote. Wama nasiya ahadan, na wala hakumsahau yeyote. Wabaqiya Yaqubu yadhkuru Yusufa, na akawa mzee Yusufu yuamkumbuka Yusufu. Mzee Yaqub sio mzee Yusuf, baba yake Yusuf ambaye anaitwa nani? Yaqub alayhi salatu wassalam. Wabaqiya Yaqub, na akawa mzee Yaqub yadhkuru Yusufa, akimkumbuka nani? Mwanawe. Anamuwaza tu, mwanangu sijui yuko wapi,
si saizi uko katika hali gani? Yani sawa sawa na mzazi wako nyumbani. Saizi anaweza akawa na amani kwamba anajua yuko chuoni, na mwingine bado akawa na wasiwasi, sijui kafika chuoni huyu au sijui kaenda wapi. Yani hivyo, yani nafsi yake haitatulia mpaka utakaporudi nyumbani. Huyo ni nani? Ni mzazi huyo. Lakini wewe wao yatamannawna lana albaqa wa natamanna lahum alfana. Sisi tunatamani wazazi kwa kuwa wanatubana bana, wanatuchunga chunga, bora hata wasiwepo. Kama kujifia wajifie, kama kusafiri wajisafirie tu wasafiri. Lakini wao wanatamani sisi tuendelee kubaki, mtoto sije kupata na madhara, sije nikampoteza mwanangu. Lakini wewe unataka kuondoka poa, utalia, lakini utasema sasa niko huru, sasa uchungu. Hata kama nikiamua kuondoka mimi nikaa huko, hakuna wa kuniuliza. Hapana, mzazi yeye ndiye mwenye uchungu na wewe. Ndio maana Waswahili wakasemaje, uchungu wa mwana au ujuaye mzazi. Kuwa na wewe uzae wako afu utakapoona uchungu wake, namna utakavyombeba miezi 9, namna utakavyohudumia ujauzito wa mtoto wako miezi 9, taabu dhiki unapokuwa unaipitia, imma mama au baba, taabu ile nayo ndiyo machungu hayo unayaona. Ndio bali tunabaki pale uchungu wa mzazi ujue, na uchungu wa mwana au ujue mzazi baba anaenda zake huko kazini, anatukanwa huko, anadhalilika huko, anaitwa kila aina ya majina. Lakini akija nyumbani wewe unamkimbilia baba huyo katoka kazini, sio na zawadi mkononi, sivyo? Lakini huko wanakuta wewe kubafu. Lakini wewe huwezi kumdai baba. Mama akiwa mjamzito anapata tabu na kula mawe yale. Dongo basi kwa naamua tu anamisi kunusa harufu ya choo. Tunaambiwa harufu ya choo ndio inamnukia vizuri. Ukipaka mafuta mazuri au perfume unanuka, lakini harufu ya choo ndio inanukia. Machungu hayo. Alafu akuzae bado ukiwa kutelekeze. Huyu labda moyo wake umekufa akifanya hivi. Moyo wake umekufa mtu. Ana moyo. Sinaeleweka vizuri Mzee Yakub alayhi salam alikuwa akimkumbuka mno mwanawe. Alikuwa kila wakati akimtajataja mwanangu. Sawa Lakini wabakia Yusufu yadhkuru Yakub, na akawa Yusufu naye anafanyaje? Anamkumbuka baba yake mzee Yakub, mioyo yenye kupendana. Wakana Yusufu fil bi'ri, na Yusufu alikuwa ndani ya kisima. Wakana til bi'ru amiqatan, na hicho kisima kilikuwa nini? Kilikuwa kirefu. Wakana til bi'ru fil ghaba, na hicho kisima kilikuwa wapi? Kilikuwa mafichoni, kusema kwamba imejificha. Wakana til ghabatu muhishatan, na huko ulikojificha huko unatisha. Lakini mwamba alikaa peke yake, alikuwa na Mungu. Wakana dhalika fil layli, na alikuwa huo wakati wa usiku. Wakana al-laylu mudlima, tena usiku wenyewe huo ambao anakumbuka ndugu zake na baba yake, anafanyaje? Usiku wa kiza, kwa usiku tena wa kiza. Min al-bi'ri ila al-qasri,
kutoka kisimani mpaka kwenye kasri, forts, ngome, kasri, jumba la kifahari, jumba kubwa, jumba kubwa, kasri. Yo kasri vijumba ile mkubwa, ndio vijumba vya zamani ilikuwa mikoza. Sasa hivi vijumba vya sisi kama vitu vya ndege, vijumba hasa. Jana nilimsikia mdogo wangu nilikuwa naye ananiambia, tulienda sehemu kutengeneza nyumba, nilienda kupiga bomba za umeme, yeye alienda kupiga wayari. Ile nyumba anakwambia inaweza ikatoka hapo mpaka Nyarome pale. Kutoka hapa mpaka Nyarome. Hiyo nyumba si ya waziri gani, sijui mtu mmoja ndani kwenye serikali, si waziri ipo Tori na nusu. Sisi tunakaa kwenye viota. Sisi tunakaa kwenye viota, chumba kimoja na sebule, kiofisi, ndoo ya maji humo, ndoo ya choo inakaa humo, ndoo ya mkaa inakaa humo, jiko linakaa humo. Hiyo nyumba stop. Si story. Sina nyumba zetu. Lakini mtu anajenga kasri kuanzia hapo mpaka wapi? Kwa umbali mpaka Nyarome pale. Kasri watu hao. Wajifemba kawariru mfiko. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie sisi tupate hizo fedha, lakini tuzitumie katika njia